Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an tukufu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradishwa ama mmelazimishwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kama walivyolazimisha waliokuwa kabla yenu kufunga. Lengo na makusudio, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ametuwezesha kuidiriki fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ametuwezesha kudiriki saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kabla ya Ramadhani ni katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba, kwa mfano akiwa katika mwezi wa Rajab anasema, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna fi Ramadhan. Ewe Mwenyezi Mungu, tubarikie katika mwezi wa Rajab na katika mwezi wa Sha'ban, lakini utuwezeshe kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walillahi alhamdu. Waliokuwa wakiomba hivyo, manake dua imeitikwa. Suala la kubarikiwa katika mwezi wa Rajab na Sha'ban ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kufikishwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, walillahi alhamdu, tumeudiriki. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Ama kuhusiana na Ramadhani ijayo, hakuna mtu anaweza kuwa na hakika, bali hakika tulionayo ni yale masiku ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia kuyapata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na ya kesho pia hatuna hakika nayo, bali yale ambayo tumekwisha yadhiriki ndio ya hakika kabisa. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, watu ambao waliomba dua kwa dhati na walikuwa na hamna shauku ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah ametuwezesha tumediriki. Sasa ni suala tu kila mmoja akatafakari, ikitokea kwamba umepata bahati ya wiki moja tu kutumia mwezi mtukufu wa Ramadhan, unaweza kudhani kwamba umeafikia makusudio ya ile pupa ambayo ulikuwa nayo ya kupata fadhila ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kuna mambo mengi, lakini kwa hotuba yetu hii ninakusudia tutazame kitu kidogo, Ramadhani na mabadiliko ya tabia. Ramadhani na mabadiliko ya tabia. Ndugu zangu katika imani, tunazungumza Ramadhani na mabadiliko ya tabia kwa sababu ndio makusudio makubwa ya nguzo zote za Uislamu. Nguzo zote za Uislamu, ukianza katika sehemu ya sala, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sala inakusudia kumwepusha mja na machafu na maovu, awe na tabia njema. Ni msingi wa kujenga akhlaq, kujenga tabia. Ukenda katika zaka, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Chukua kutoka katika mali zao sadaqa ama zaka, tutahhiruhum biha, tutahhiruhum utawatakasa, watuzakihim biha,
na utawafanya pia watakasike na machafu, kwa maana watakuwa tahara, lakini pia watatakasika nyoyo zao kutokana na aina zote za akhlaqi zisizopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na machumo yote ya haram, ya dhulma za kila aina, kwa kuwa na dhamira na kuzingatia vigezo na masharti ya utoaji wa zaka. Bila shaka hakuna mtu atakayefanya utapeli, wala mtu atakayefanya dhulma, wala mtu kufanya mizunguko ya aina yoyote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiharamisha. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakuwa msafi, lakini na ile mali pia itakuwa safi, bali itawatakasa na watu wengine wanaopewa sehemu ya zaka. Akhlaq. Ukija katika saumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga sio bure bure, mmelazimishwa kufunga sio kwa mateso, bali hili wamelazimishwa hata waliotangulia kabla yenu. Lengo na makusudio ni kumcha Allah. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa kwenu kuja kutimiza kilele cha tabia njema. Mitume wote waliotangulia walikuja kufundisha tabia njema, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kutimiza kilele cha kujenga tabia njema miongoni mwa wanadamu. Kwa hiyo lengo la saum katika muktadha wa mabadiliko ya kitabia ni kubadili tabia ya Muislamu kutoka katika tabia hasi kwenda katika tabia chanya. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ukizitazama nguzo zote, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uthibitisho wa uwezekano wa wanadamu kubadilika kitabia iwapo wataamua. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mzima kumewekwa shuruti za kuacha vitu vya halali katika masaa maalum, sikwambii vya haramu. Lakini mwanadamu unamuona alivyokuwa na uwezo wa kukatazika na akakataa na akaacha. Hii ni ishara ya wazi kwamba Mwenyezi Mungu hajatukalifisha katika mambo yasiyokuwa na uwezo, yasiyowezekana ndani ya uwezo wetu. Ni ishara ya wazi kwamba kumbe mwanadamu akiamua anaweza kukatazika na akaamrishika. Na wataalamu wa saikolojia wanatuambia mwanadamu anahitaji siku 21 tu, aliyewekewa mkakati mzuri, aliyekuwa na plani nzuri, akawa na mkakati, anahitaji siku 21 tu kubadili tabia yake kutoka tabia hasi kwenda tabia chanya, kutoka tabia hasi aliyoizoea kwenda katika tabia chanya. Kwamba akiweza kumudu kuacha mambo fulani yasiyofaa katika jamii kwa muda wa siku 21 is enough, inatosha kuthibitisha kwamba huyu mtu kama atarudi kule amerudi makusudi. Lakini huyu mtu manake ni kwamba ana uwezo kabisa wa kuacha yale aliyokuwa akiyafanya. Ndugu zangu katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani una siku 29 ama siku 30. Kwa hiyo ni beyond, ni zaidi ya masiku ambayo mwanadamu anao uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa ya kitabia kutoka tabia hasi kwenda katika tabia njema anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama chuo cha mafunzo ya mabadiliko ya tabia, unamuona mwanadamu anavyoweza kukatazika na kuamrishika, lakini na uwezekano wa kujengeka na tabia ya uchamungu. Unamuona kabisa. Sisi ni mashahidi.
Watu ambao walizoea kuingia katika vilabu vya pombe wameacha, wameitika wito wa Mola wao mlezi. Watu ambao walikuwa wanaishi na vimada, sisi ambao tuko kwenye jamii kama viongozi, kuna mambo mengi yanapita hapa kabla ya Ramadhani. Mtu anafanya juhudi ya kuepukana na yule ambaye alikuwa anaishi naye pasina uhalali. Kumbe pana uwezekano mkubwa kabisa mtu akayeepuka mambo kama haya ya kitabia, tabia ambazo haziridhishi. Anafanya kile linalowezekana. Na wakati mwingine unakutana na mtu anauliza, sasa kipindi kwa mfano kama mwezi wa Ramadhani na mtu imetokea hivi, tunafanyaje? Unaona watu wanavyopupia ili kuwa katika uhalali. Hii pupa ambayo unaiona kwa watu ni ishara ya wazi kwa Mwenyezi Mungu kwamba hawa wanadamu wanao uwezo wa kubadilika kama wakiamua, na kama hawakuamua basi wamehitari wenyewe kubaki katika upotevu. Msukumo tulionao katika kuamrishika na kukatazika ni ishara ya wazi kwamba pia sisi tukiamua tunao uwezo wa kuamrishika na kukatazika katika miezi mingine ambayo sio mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu kukupa fadhila ya mabadiliko, ile Allah kukupa fadhila ya mabadiliko, yani ukaona tu hata ule utukufu wa Ramadhani inatosha kabisa kwamba wewe bado uko kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inatosha kwamba ikifika mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kuona ule utukufu wake, ukaacha yale ambayo unayafanya. Thank Allah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu bado uko kwenye rehema yake. Lakini ni muhimu kuzingatia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtu fursa, anampa fursa, anamrudisha tena kwenye fursa, anamrudisha tena. Inafika sehemu kama atashindwa kuthamini ile fursa, akaweka mkakati wa makusudi wa kudumu katika khairati, basi anaweza pia akafukuzwa mazima, ama umauti ukamkuta katika wakati ambao ametoka kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Hakika wale walioamini kisha wakakufuru, kisha wakaamini, kisha wakakufuru, kisha wakatopea mazima kwenye kufuru, hao hawana namna ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwasamehe wala kuwaongoza njia yoyote isipokuwa kuwaongoza katika moto wa jahannam. Wal'iyadha billahi min dhalik. Mwenyezi Mungu atunusuru na hatima hiyo iliyokuwa mbaya. Ukipata bahati unaweza kuamini kama hivi ambavyo watu wanaweza kuidiriki Ramadhan wakatoka kwenye akhlaqi zisizompendeza Mwenyezi Mungu wakarudi katika akhlaqi njema, wakashikamana nazo kwa muda wa mwezi mzima, then baada ya Ramadhani watu tena wakarudi, Allah akakupa Ramadhani nyingine ukadiriki na ukarudi tena ukaacha yale, kisha ukapewa tena, bado usishikamane nayo, kuna hati ya mtu kutumbukia katika hatima isiyokuwa nzuri. Na Mwenyezi Mungu atukinge na hilo, atuwezeshe sote kuwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lililo muhimu kwetu ni kuacha kufunga kwa mazoea. Unajua ahyanan wakati mwingine kuna watu kuchukulia kama mwezi wa Ramadhani kama dasturi, yani anatekeleza tu kama dasturi, tekeleza tu wajibu, lakini hakuna mafungamano kati ya ile saum na nyoyo zetu. Hapa ndo pana shida Waislamu tulio wengi. Tunakuwa nyenyekevu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani,
kwa kuchelea tu kwamba asije karibu saumu. Tahadhari zote mtu anachukulia asije karibu ile saumu yake ya siku, lakini hatuunganishi ile saumu na nyoyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika nyoyo, asema katika mwili wa mwanadamu, inna fil jasadi mudgha, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, idha salahat salaha aljasad kullu, likitengamaa kiwiliwili chote na tabia zote za kibinadamu zinatengamaa. Wa idha fasadat, ilo pande la nyama likiwa bado halina mabadiliko, likabaki limefisidika, fasada aljasad kullu, kiwiliwili au tabia zote za mwanadamu pia zinabaki zimeharibika. Kwa hiyo saumu tusipoiunganisha na nyoyo, mabadiliko ya tabia, tukimaliza tu Ramadhani tunaweza kujikuta tunarudi tena kwenye tabia isiyoridhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ibada katika Uislamu inalo lengo maalum. Kila ibada katika Uislamu ina lengo maalum. Hakuna ibada ambayo imewekwa tu. Kila ibada ina lengo maalum. Na ibada ya saumu inakusudia kumfikisha mja katika kilele cha uchamungu. Na kilele cha uchamungu maana yake ni kuchukua tahadhari katika kila jambo, kama tahadhari aliyoithibitisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuacha vya halali na vya haramu. Baadhi ya vitu ni vya halali, una mwenza wako ni wa halali mchana, Uislamu umekukataza kwa muda masaa haya hautaruhusiwa. Tafuta alternative yako namna nyingine itakavyokuwa. Na ukisema kwamba unakwenda kinyume kwa kuiendea hiyo halali ambayo umekatazwa ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani, unapigwa penalty katika Uislamu. Umeonesha uwezi kuhimili siku moja, sasa utafunga siku 60. Ili uonyeshe kwamba sasa kumbe umeshinda siku moja, sasa unatakiwa upigwe penalty, ufanye mazoezi ya kutokutana naye kwa miezi miwili mfululizo. Ukitoka pale huwezi kurudia tena. Ni ujenzi wa tabia ya utii. Una maji yako pale, una juisi iko pale kwenye friji, unaiangalia tu. Unaiangalia tu. Kwa nini watu wanachukua tahadhari kwamba isije kafika Ramadhani nikakuta bado na mtu huyu, nikakuta bado naishi na mtu huyu kinyume cha halali? Ni kwa sababu tu mtu anathamini ile saumu. Na maswali mengine yanaweza kukuta anaulizwa. Kwa mfano kuna mtu juzi ameniuliza swali, anasema kwa mfano kama mimi ni daktari wa kilimo, nimeitwa kwa ajili ya kwenda kutibu mifugo, nimekuta kuna nguruwe, natakiwa nimtibu pengine katika kumchoma sindano na nini. Anauliza nikimtibu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu yangu vipi itakuwepo? Nikamuuliza masiku mengine. Yaani issue ni kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio anachoulizia. Nikamuuliza masiku mengine itakuwaje? Kwa nini huulizi fatwa huulizi fatwa ya kumtibu nguruwe? Kwa nini unauliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na baada hata ukienda baadhi ya misikiti unaweza ukasikia. Kwa mfano mimi nina kimada wangu akinifuturisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini siishi naye, nimemtenga mpaka baada ya Ramadhani, maana yake anakusudia kumrejesha. Huyu bado hajaunganisha moyo wake na saumu. Mara nyingi tunafunga kwa mazoea kama sehemu tu ya kutekeleza wajibu. Lakini tunachokisema kila ibada inalo lengo maalum. Na saumu inakusudia kumjenga kitabia, practically, kwa matendo, kumthibitishia kwamba ukiamua unaweza kuacha na ukiamua unaweza kufanya yale ambayo ni mambo mazuri yanayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hakika yeyote aliyenyimwa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo amenyimwa kitu kikubwa kabisa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, aliyepewa hikma huyo amepewa kitu kikubwa sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man hurima faqad hurima, yani yatakayenyimwa fadhila zake mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi huyo atakuwa amenyimwa kitu kikubwa kabisa. Na moja ya fadhila kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Ramadhani kumchange mtu kutoka alivyokuwa
katika tabia hasi, baada ya Ramadhani akijitathmini, anajiona amesimama katika akhlaq na katika tabia njema. Nikihitimisha katika sehemu ya hutuba, ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika sisi anayo mambo ambayo si mazuri katika akhlaq, katika maisha, na amelazimika kuacha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kuna mambo mazuri ambayo hatakuwa na pupa wa kuyafanya mambo haya katika miezi ya kawaida, lakini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja kuna pupa ambayo anaifanya, na baadaye tutakuja kuyaona katika hutuba zingine inshallah. Na tunaweza kuona kwa mfano watu walivyoitika Mwenyezi Mungu katika sala za fardhi. Katika masiku ya kawaida mnaweza mkaswali hata pa safu moja, safu mbili, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani sala za kawaida unaweza kukuta safu 7. Walillahi alhamdu, hii ni jambo zuri kabisa. Yaani ni jambo ambalo wako watu wengi pia ambao bado hata Ramadhani kuingia bado hawakushtuka, lakini wewe kuwa miongoni mwa watu walioshtuka wakaelekea kwa Mola wao mlezi, naomba niseme tena kwamba hii ni katika bishara njema kwamba bado tuko katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuongeza ibadat, kujikuta kwamba kuna ibadat tunazifanya kama vile tunasoma Qur'an, ibada tunafanya, sala za faradhi, sunna tunatekeleza hizi, tunajizuia na mambo mengi katika jamii, bado ni ishara kwamba tuko kwenye rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuna deni kubwa la kudumu katika hizi ibada kwa malengo yake. Tuna deni kubwa la kudumu katika hizi ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuunganisha kwazo, wala sio kwa taufiki yetu, bali ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah amekupa fursa kipindi hiki, usiwe na matumaini kwamba unaweza kuipata ya kesho. Idha asbahta fala tantadhir almasa, wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah, fa innal mauta ya'tikum baghta, fa innal mauta ya'tikum baghta wa antum la tash'urun. Tumepata bahati ya kudiriki hizi siku kadhaa za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiwe na matumaini kwamba utafika mwisho. Ukipata bahati ya kufika asubuhi, usiwe na matumaini kwamba jioni utaiona. Na ukipata bahati ya kuidiriki jioni, usiwe na matumaini kwamba utaidiriki asubuhi. Kwa nini? Kwa sababu fursa inatoweka wakati wowote, na moja ya kichukuaji cha fursa ni mauti. Tuitumie Ramadhani hii kana kwamba ndio Ramadhani yetu ya mwisho, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akisema, ichukueni swala yenu hii mnayoiswali kwa wakati huu kana kwamba ndio sala ya kuaga, hamtapata swala nyingine. Kila mmoja akichukua hivi itampa msukumo wa kubadili tabia yake, na baada ya Ramadhani kwa idhini ya Allah atachunga asitoke tena katika ibada ambayo Mwenyezi Mungu amemleta kwa rehema zake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kudumu katika wema wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuachia swali, ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ewe mwanadamu, una kitu gani kingine tena kinachokuzuzua ukaacha kumwabudu Mola wako mlezi?